Serikali ya awamu ya sita kwa sasa inatekeleza mkakati wa miaka 10 wa uchumi wa kidijitali, na mojawapo ya malengo ni kukuza matumizi ya TEHAMA katika kutoa huduma serikalini. Hatua ya kuja kuzindua mfumo huu leo ni hatua muhimu ya kuendelea kuboresha sekta ya nishati kwa kutumia suluhisho za kisasa za kidijitali. Mfumo huu umebuniwa ili kuongeza uwazi, kuimarisha ufanisi na kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta ya nishati kwa maendeleo ya taifa letu. Katika mfumo huu tutaweza kuonesha miradi mikubwa inayofaa kwa uwekezaji katika sekta binafsi, kutoka katika sekta binafsi ikiwa ni pamoja na miradi ya uzalishaji na usafirishaji. Lakini vile vile mfumo huu utawezesha taasisi na makampuni binafsi kushiriki kwa ufanisi katika miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na binafsi na ule uwekezaji binafsi wa moja kwa moja, pamoja na kuruhusu wawekezaji kujiandikisha na kuwasiliana moja kwa moja na shirika. Jukumu letu ni kuendelea kuvutia sekta binafsi kuwekeza katika miradi ya nishati, na njia mojawapo ni kupunguza urasimu, kurahisisha upatikanaji wa taarifa na kutoa majibu yanayohusu uwekezaji kwa haraka, na bila shaka njia mojawapo inayowezesha haya yote ni matumizi ya mifumo ya teknolojia, na sina shaka kwa ubunifu huu tutaendelea kuleta tija katika masuala ya uwekezaji. Mahitaji ya umeme wa uhakika yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Kati ya mwaka 2021 na 2025, matumizi ya umeme yameongezeka kwa takriban zaidi ya megawati 700. Lakini kwa mwaka huu wa fedha 2024-2025, sekta ya nishati kwa taarifa ya hali ya uchumi ya mwaka 2024-2025 imechangia katika ukuaji wa pato la taifa kwa asilimia 14.4. Ni sekta ya pili baada ya sekta ya habari na utamaduni, na haijawahi kuwa hivyo kwa miaka 10 nyuma. Yaani tumetoka kuchangia ukuaji wa pato la taifa kutoka asilimia 5.4 2015 na leo tunazungumzia asilimia 14.4 tukiwa mwaka huu wa 2025. Ni matumaini yangu kuwa mfumo huu hautakuwa jukwaa la taarifa peke yake, bali litaendelea kuwa jukwaa la fursa. Ninaamini mfumo huu utatoa mazingira rafiki kwa wawekezaji na utaendelea kuchangia katika lengo la taifa la kuhakikisha huduma ya umeme inapatikana kwa wote kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu. Tunaendelea kuishi kwa vitendo sera ya serikali ya kuhimiza matumizi ya mifumo ya TEHAMA na mifumo ya kidijitali, lakini na mimi nafahamu ndani ya shirika mnayo sera ya kuendelea kuhimiza matumizi ya kielektroniki katika kuboresha uwazi, kupunguza gharama na kuongeza ufanisi katika utoaji huduma kwa wananchi na wadau wake, na tunawahimiza muendelee kufanya hivyo hivyo katika kubuni mifumo hii kwa ajili ya kuendelea kuongeza tija. Leo hii tunapozindua mfumo huu, naamini utakuwa mwendelezo wa juhudi za maksudi za kuhakikisha kwamba shirika linaendelea kutekeleza sera hizi muhimu kwa uendeshaji wa mashirika kama hili shirika letu la TANESCO. Tuendelee kufanya kazi kwa bidii, tuendelee kuwa wabunifu zaidi, na tuendelee kujivunia kazi ambayo tunaifanya sisi wenyewe katika kuendelea kuboresha shirika letu.